Asante mpenzi mtazamaji, hujambo wa Kenya TV mahali popote ulipo. Karibu ili niendelee kukufahamisha yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua kabla ya kutamatisha hii kanda. Naomba tu ukaweze kunifuatilia hadi mwisho kwa sababu naileta hii kanda kwa chini ya dakika 10 ili kukueleza na kuchanganua siasa hizi zinamaanisha nini. Rais William Ruto hii leo siku ya Jumanne aliweza kushuhudia makelele ambayo yaliweza kuchacha akiwa kwa mazishi ya mwenda zake mbunge wa eneo bunge wakilishi la Malava Malulu Injendi. Ni kipi hiki ambacho kilikuwa kinaendelea? Kuna kanda naomba kuiweka hewani ili tusikize, kisha baadaye nikirudi nitakuwa na changanuo moja kwa moja. Lakini zaidi ya yote ninaomba kushukuru wote ambao mnatazama, wale ambao ni subscribers katika channel hii. Huyu Mungu anayebariki wengine azidi kuwabariki kila wakati hadi mshangae. Naomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa utupe a like katika kanda hii, ukipenda thumbs up ili tukaweze kusonga mbele pamoja. Na ikiwa wewe ni mgeni kwa kutazama hii kanda ama umekuwa ukitazama lakini bado unapotazama hicho kitu ambacho kimeandikwa subscribe hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wingi zaidi. Asante, barikiwa kukutii ombi langu. Karibu. Leo ni siku ya maziko ama ni siku ya mazishi ya mwenda zake mbunge wa eneo bunge wakilishi la Malava Malulu Injendi. Alikuwa anazikwa hii leo na viongozi mbalimbali kutoka serikali ya Kenya Kwanza na wengine kutoka mrengo wa upinzani waliweza kuhudhuria mazishi hayo. Lakini wakati kiongozi wa walio wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot aliposimama kuhutubia waombolezaji, akazungumza na kusema ya kwamba SHA ama bima mpya ya afya ambayo inajulikana kuwa SHA ama ukipenda SHIF, akasema inafanya kazi na kuwarai waombolezaji wale ambao bado hawajajiandikisha waweze kujiandikisha kwa sababu inafanya kazi na malipo hutumwa kwa mahospitali mapema. Sasa kile ambacho alishuhudia Rais William Ruto akiwa katika mazishi hayo, rais mkubwa wa nchi, kiongozi, alikuwa anashuhudia vile makelele yalianza kuchacha aliposema ama alipotamuka SHA inafanya kazi. Tusikize ni kipi ambacho kiliendelea. Kaunti zetu, mimi ni mtetezi wa maneno ya kaunti. Kaunti zetu zilikuwa zinangojea kulipiwa pesa na NHIF kwa zaidi ya mwaka moja. Huyu baraza ni shahidi na anajua jambo hili kwamba tunapozungumza siku ya leo, kaunti zetu serikali zetu za kaunti zimelipwa mpaka mwezi wa Januari kutokana na wale wananchi wa kawaida wameenda kutibiwa katika hospitali zetu. Kama ni uongo, gavana wenu wako hapa atasema kama ni kweli ama ni uongo ile nazungumza. Kwa hivyo gavana atasema hapa. Waliweza kupiga makelele huku wakisema uongo uongo uongo, na Rais William Ruto akiwa. Ikumbuko kwamba SHA iko chini ya Wizara ya Afya ambayo ni kati ya wizara ambazo ziko chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Monas decided to heckle a Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot during a funeral meeting. Kwa nini waombolezaji wakaanza kupiga makelele na kusema uongo Rais William Ruto akiwa? Point number 1. Mkuu wa mawaziri humu nchini Musalia Mudavadi ambaye ni waziri wa nchi za kigeni akona jibu kwa nini makelele haya yaliweza kuchacha. Tusikize akona jibu. Katika mambo ya hospitali, SHA is still not yet perfect. The social health arrangement is not perfect. Haijakuwa sambamba kabisa. Bado kuna matatizo. Mimi kama mmoja ambaye yuko kwa serikali
Sitaki kuficha niseme everything is alright. I would be lying. Na watu wa Mama Lava walinifunza hapa kwa soko, hata kama ni mbaya tuambie tu, lakini usitudanganye. Kwa hivyo kuna shida, matatizo hapa na pale kwa health sector. Umesikiza Musalia Mudavadi, yeye amesema ya kwamba yuko serikalini na hamuna haja ya kudanganya wa Kenya ama tuwadanganya kama viongozi. Kila ambacho tunajua SHA haifanyi kazi, kuna changamoto hapa na pale. Kwa hivyo sio mimi tu ningesema ni kwa sababu SHA haifanyi kazi, lakini yule ambaye yuko serikalini ako na jibu, anajua ni kwa nini makelele yaliweza kuchacha. Na yeye amedhibitisha kwamba SHA haifanyi kazi katika mahospitali na kuna changamoto hapa na pale. Ndio maana makelele haya yakachacha, Rais Ruto akiwa. Point number 2. Kwa nini makelele haya yakashuhudiwa? To send a clear signal to President William Ruto kwa wizara kupitia through the Ministry of Health kwamba kuna marekebisho ambayo yanastahili kushughulikiwa mapema kabla ya mambo kuharibika hata zaidi. System ya SHA inastahili kurekebishwa ili mtu anapoenda kutafuta matibabu katika mahospitali mbalimbali, yawe ya kibinafsi ama ya serikali, system iwe inasoma haraka vile NHIF ilikuwa inashughulikia masuala ya matibabu. Maana kuna madai kwamba unaweza fika hospitali, you request for help under SHA platform, then network haifanyi kazi hapa na pale. Hizi changamoto ndogo ndogo zinastahili kurekebishwa na kushughulikiwa kabla ya watu kuendelea kusema uongo. Kwa hivyo walipiga makelele ili rais mkubwa wa nchi asikie, ili aende azungumze na waziri wake katika wizara ya health ama ukipenda ya afya, ashughulikie swala hili ambalo limeleta mchecheto mkali humu nchini. Kwa hivyo ndio maana wakapiga makelele to send a clear signal to the Ministry of Health that is under the leadership of President William Ruto that SHA is not working currently. Na kuna wakati nilisikia Ruto mwenyewe akisema ya kwamba watahakikisha SHA itafanya kazi, kwa sababu tulikuwa tumehamishwa kutoka mvumo ule ambao ni wa NHIF kuelekea huu mpya wa SHA ukipenda SHIF. Kwa sababu it is the biggest program tuko nayo kwa taifa la Kenya. Pengine itachukua muda ishike laini, lakini believe you me, it is going to work. What do you think? Makelele haya yatasababisha marekebisho kufanywa katika system ya SHA ili kusaidia wale ambao wanatafuta matibabu katika mahospitali? Je, unaamini hayo yatawezekana kupitia makelele? Utatuandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya kuhusiana na afya humu nchini na yale ambayo yaliweza kushuhudiwa katika mazishi ya mwenda zake Malulu Njendi katika eneo bunge lile la Malava. Tukutana katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Mokenya TV, kuna kitu hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribe. Tena kadi yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozigua katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule wa Facebook, na usisahau please I'm requesting you, usisahau kutupea a like. Tukutane hapo baadaye. Bye bye for now, ladies and gentlemen, and be blessed.